Hatuwezi kuriski kuingia kwenye vita vya tatu vya dunia. Kisa ni kuisaidia Ukraine. Maneno ya aliyekuwa, tunaweza kusema katibu mkuu au kiongozi mkuu wa NATO. Sio mwingine ni Jens Stoltenberg. Kwa sasa kuna mkuu mwingine wa NATO, lakini aliyekuwa mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amekuja kuongea haya maneno, na alisema kuwa tulikuwa tunaona kabisa kuna uwezekano wa kuiingiza dunia kwenye vita vya tatu vya dunia endapo tungemkubalia Volodymyr Zelensky maombi yake aliyokuwa anataka tuweze kufanya. Kwa hiyo tungejikuta kwamba dunia inaingia kwenye vita vya tatu vya dunia. Na maombi ya Volodymyr Zelensky yalikuwa ni maombi ya namna gani ambayo aliyaomba? Volodymyr Zelensky aliomba majeshi ya NATO yaingie ndani ya Ukraine kumsaidia kupambana na Urusi. Jambo ambalo ndiyo sababu mojawapo pia iliyopelekea Urusi kwenda kufanya operesheni yake au kuivamia, tuseme kama wanavyosema wao, kwenda kuivamia Ukraine kwa maana ya kulinda ile mikataba ambayo ilikuwepo waliowekeana kati ya Ukraine pamoja na Urusi, kuwa abadan katani iwavyo vyovyote vile Ukraine asiwahi kujiunga NATO. Kumbuka siku zote NATO ni mkono wa Marekani. Popote ambapo Marekani anaenda kupigana lazima NATO wawepo. Kwa hiyo, kwa Ukraine kumruhusu aingie NATO ni umemruhusu adui au umemfungulia adui mlango wa sebuleni wakati wewe uko chumbani. Manake uharibifu ni saa yoyote, au tuseme umemwambia adui akae barazani wakati wewe uko ndani. It means kwamba ni saa yoyote utavamiwa na saa yoyote utapigwa. Ndivyo ambavyo ilivyo namna hiyo. Siku zote nimekuwa nikiongea hapa, ndugu zanguni, nadhani mnaelewa ninavyokuwa naongea na kuweza kuchambua kuwa migogoro yoyote unayoiona duniani popote pale ilipo katika mataifa mbalimbali, ujue basi hapo kuna watu wawili wanapigana. Hata Afrika huko viongozi wetu wengi wameuliwa ni kwa sababu ya haya mataifa mawili, Marekani pamoja na Urusi. Marekani wanataka kila mmoja asubmiti kwao. Na akitokea kiongozi duniani ambaye yeye ana misimamo na kutaka kufuata sera za Urusi au China kwa sasa, basi huyu kiongozi yeye anakuwa ni adui direct wa watu wa magharibi. Na utaona wameanza kumpa majina mabaya. Huyu ni dikteta, huyu anaua watu. Utaanza kuona yani hata kama anaowaua ni watu waliokuwa wanahatarisha usalama wa taifa lake. Ni kama pale Burkina Faso, nitolee mfano pale. Nakumbuka hapo Burkina Faso ambavyo sasa Ibrahim Traore amekuwa akidili na magaidi ambao wanafadhiliwa na watu wa magharibi, mataifa ya magharibi. Kwa sababu kunapokosekana amani kwenye mataifa yetu ndio kula kwao, na wanafadhiliwa kwa sababu gani? Ili kwa mfano kwa hiyo Afrika Magharibi hapo, hiyo West Africa, ukumbuke kuwa Mfaransa na kambi pale na Marekani wao pia wana kambi pale. Kwa ili kuhalalisha uwepo wa askari wa kigeni katika ardhi ya Afrika, lazima hiyo ardhi iwe haina utulivu. Kwa mkono mmoja sasa wanafadhili, wanafandi yale makundi, alafu mkono mwingine ndio wanajidai wao wako hapo kwa ajili ya kupigana na yale makundi. Ndio maana unaona Traore pale akawaambia hapana, sisi ndio tuna wajibu wa kupambana na hawa watu, kwa sababu hawa wanaotusumbua hawahusiani na ninyi, wanahusiana na sisi zaidi. Kwa hiyo hilo likawa liko namna hiyo, kwamba Ibrahim Traore sasa kwa sababu ameamua kuchukua barabara inayoelekea mashariki na kuondokana na ulimwengu wa magharibi ambao ndio umeendelea kufanya Afrika iwe masikini hivi, wakamwambia huyu ni dikteta. Ndio ukasikia sasa kauli za kina General Michael Elliot Langley kuwa tunatakiwa tumkamate Ibrahim Traore kwa sababu anatumia mali au anatumia dhahabu ya Burkina Faso kujinufaisha yeye na kutaka aendelee kuwepo madarakani na udikteta wake. Kwa hiyo mambo yakawa yako namna hiyo. Kwa hiyo hilo uweze kulielewa na uweze kulijua.
Sasa kama hivyo kuwa hawa ni mahasimu wakubwa kati ya Urusi na Marekani, na baada ya Urusi miaka hiyo 1922 kuanzisha umoja wa Kisoviet USSR, ndipo Marekani naye 1949 akaanzisha NATO, kwa maana kuwa popote pale NATO ilipo lazima Marekani awepo. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo ya kwa nini Urusi ameivamia Ukraine, kwa sababu walikuwa wamekaribia sana kwenda kujiunga NATO. Kumbuka wana hati chafu, lakini inabidi tu wapewe kuwa wajiunge NATO ili kuweza kumdhibiti Urusi, ambaye watu wa Ulaya wakawa wanalalamika kuwa Urusi ni tishio kwao, ni tisho kwao. As long as ana nguvu, as long as ana madude makubwa pale, kwa hiyo inakuwa ni tisho kwao. Lakini sio kweli, ni propaganda tu hizo ambazo walikuwa wanaziongea hivyo. Kwa hiyo hilo jambo lilikuwa ni jambo la kwanza ambalo Volodymyr Zelensky alimuomba huyu Jens Stoltenberg kipindi akiwa ni mkuu sasa wa NATO, kuwa anaomba hawa askari wa NATO, majeshi ya NATO yaweze kuingia pale. Na hili lingekuwa ni NATO wameingia kupigana na Urusi moja kwa moja, na Putin mnakumbuka alisema, madude nilionayo nina uwezo wa kuigeuza Ulaya yakawa ni makazi ya mbwa mwitu, lakini tunataka tuishi na watu, tunataka tuishi na majirani. Ndio maana kwa hili Jens Stoltenberg akaamua kulifanya nini? Kumkatalia Volodymyr Zelensky. Baada ya kukataa kwa hilo, Volodymyr Zelensky akaomba tena, ninaomba basi mfunge hili anga ili Urusi asiwe na access ya hilo. Pia Jens Stoltenberg akakataa. Kwa nini alikataa? Kwa sababu bado pia wangefunga anga ni kuwa walikuwa wametangaza vita na Urusi. Ili uzuie ndege za Urusi zisiingie pale au zisipite kwenye hilo anga, ili uzuie drones za Urusi zisipite pale kwenye hilo anga, inabidi wewe uweko pale kulilinda hilo anga. Kwa maana yake ukiingia pale kulinda anga, Urusi atajua, oh, kumbe NATO mmeingia hapa. Haya, ngoja mimi ni dili na nyinyi. Na Urusi anaelewa sana udhaifu wa mataifa haya ya NATO, udhaifu wao uko namna gani. Kwa hiyo maana yake angeweza kufanya mambo makubwa sana mpaka NATO wenyewe wangebaki wanashangaa. Ndio maana sasa unaona Jens Stoltenberg anasema tuliepusha dunia na kuingiza katika vita vya pili vya dunia. Urusi ingeanza kushambuliana na NATO, it means kuwa tungekuwa tumeingia tayari kwenye vita vya pili vya dunia. Hii ameiongea nadhani ni kama kuwaambia walioko, kwa sababu maamuzi mabaya ya kiongozi mbaya ndiyo yanayoweza kupelekea migogoro hii ya dunia ikachachamaa hivi duniani. Endapo tu viongozi waliopo watakuwa na maamuzi ambayo ni maamuzi mabaya. Kwa sababu ili taifa liweze kuwa na uchumi mzuri, raia waweze kufurahia, inamtegemea kiongozi. Na ili taifa liwe na uchumi mbaya na raia wakasirike, mioyo ichafukwe, inategemeana na kiongozi. Ndio maana unaona kwa huko Afrika, nakumbuka kauli moja ya Chinua Achebe aliwahi kuongea, alisema tatizo la Afrika ni leadership. Alichokuwa nakimaanisha ni nini? Kwamba uongozi ndio kila kitu. Sasa kama uongozi utakuwa uzingatii mambo, haujali vitu, manake hapo kutakuwa kuna tatizo, na hapo kutakuwa kuna shida pia vile vile. Ndio maana iko. Kwa nadhani Jens Stoltenberg aliyekuwa mkuu wa NATO anajaribu kuwaambia kuwa endapo kama wataamua kufanya moja kati ya haya, maana huyu mkuu wa NATO wa sasa hivi tumeona namna anavyosema kuwa tuko tayari kupigana na Urusi. Yaani NATO iko tayari kupigana na Urusi. Na uliona wanafanya vituko vyao hivi. Yaani ile tunaitaga mtu umejitekenya na kujichekesha mwenyewe. Tuliona hivyo wanafanya hivyo vituko, mara naambiwa Estonia kule drones za Urusi zimeingia kule, drones 7 zimeshushwa, na Urusi wao wenyewe wanasema drones zetu hazina uwezo huo wa kusafiri kutoka huku kwenda mpaka huko. Huko ilikuwa ni Poland ile nadhani. Haya, Estonia na kwenyewe pia tukaambiwa drones zimeingia. Ukija Latvia tunaambiwa kuna ndege zilipita za Urusi, hizi MiG 29 na MiG 31, ndege 3 zilipita, ziliingia, sijui nini, wameviolate masuala haya ya anga, na hivyo wamekiuka kanuni za anga. Urusi mwenyewe akakataa. Kwa hiyo yote walikuwa wanatafuta sababu wamchokoze. Kwa nadhani Jens Stoltenberg anakuja kuwaambia, nyinyi mtaingiza dunia kwenye vita vya 3 vya dunia. Kama Putin akiamua kujibu,
hayo mashambulizi, au wakiamua kujibu itakuwaje? Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tuendelea kuwashukuru kuendelea kutufuatilia. Tafadhali usiache kulike video zetu na kusubscribe. Asanteni sana.